Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka na kukaribisha kuweza kufuata tahariri ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Nitakusamini na nakuwa nikikusamini kila wakati kwa kuendelea kufuata vilivyo na kutupa muda wako. Tunakupa fursa mpenzi msikilizaji wa kuweza kupata habari kemkem, matukio kazi wa kazi ambayo tokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zingine. Nitakuomba uweze kuambatana nasi mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Habari zetu zitaanzia na huko Kimino ambako mtu mmoja akiwa mama wa familia amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na watu waliokuwa na silaha ambao bado kujulikana siku ya pili usiku ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo shirika jipya la raia hapa Kimino la kemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Kwa mujibu wake Bwana Sila Lulungu, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya mkasa ulivyokuwa. Tumepata janga kubwa hapa Kimino ya kwanza. Kuko mama mwenyewe alipigwa masasi na akakufa hapo na watu wasiojulikana, na kisa cha kupigiwa masasi akijajulikana kabisa. Hiyo ndio habari yenyewe tunapata hapa Kimino, precisement Kimino ya kwanza, maana ni avenue ya Kimino. Tatizo yenyewe ilikuwa kuko watu waliokuwa wanashikilia bunduki walifika usiku hapa kwa huyo mama, kisha baadaye wakaomba mtoto maji, wakaona ule mama, wakakamata ule mama, wakasema eti tunakuja kukufunga tupande na wewe huko. Sasa ile saa ya kupanda na ule mama kufika kwenye choo moja hivi juu ya hiyo nyumba ya huyo mama, wakapiga masasi. Ile saa yenyewe walipiga masasi, watu wote wakaingia manyumba na ndio venyewe walipanda. Maana mama alipigwa masasi kwenye ligoti na kwenye kichwa. Hiyo ndo habari yenyewe iko huku bwana mtangazaji, lakini hawakupora chochote na hawakuchukua kingine kitu chochote tofauti na kuua huyo mama na kwenda zao. Kweli polisi ilifika hapa, imeshafanya ankete na inaendelea kufanya ankete. Wasoda wa serikali na wenyewe wameshafika hapa na wenyewe wameshafanya ankete. Unajua waliingia kwenye kuko maiti. Wakati ya kijiri, mkuu kiongozi huyo ameomba kwa serikali kuimarisha usalama eneo la Ubware pia kama alivyorejea mara tena. Huyu mama hakuwa na mizozo na watu, na hiyo habari ya uchawi sisi hatuijui kabisa hapa. Manake ingekuwa eti habari ya uchawi iko, si tungisema eti kisa labda ni uchawi, lakini mimi nikwambia kisa mpaka sasa haijajulikana, na mama hatujasikiaga na mizozo na watu. Unajua wanamtangazaji, hiki kituko hapa kwetu Kimino hatukizoei. Kwanza hivi najua ndo vituko viwili, kimoja kama kilipitika ma 2011 kama 2012 hivi, na kingine kituko hiki hapa. Maana hivi vitu sisi huku kwetu hatuvizoei kabisa. Wasiwasi haiwezi kukosa, kwa sababu hivi kwanza ni vijiji vidogo, na vijiji vidogo tena kuingiziwa hali kama hii vinaweza vikasababisha hata vijiji kuvunjika, watu kuwa na wasiwasi. Watu wanaweza wakahama. Unaona hivi vijiji kama vya Kimino ni vijiji vyenye viko kama na watu 3000 4000, ni vijiji vidogo tu. Unaona, sasa watu wako na wasiwasi mpaka sasa kwa sababu watu hawajajua kisa ni nini. Na familia ipo, mama hapa sio mgeni, ako na watoto hapa na wajukuu, maana mama ni mwenyeji wa hapa. Sisi kama shirika jipya la kiraia hapa Kimino, kwanza cha kwanza tunalaani hicho kitendo, tunalaani kabisa, na tunaomba wakuu wa serikali kuimarisha security, kuimarisha usalama wa wananchi. Hicho tu ndio kile tungiomba kwenye viongozi vya serikali. Vijiji hivi ni vijiji vidogo, sikika vitu kama hivi vinaleta taharuki kubwa sana, tena sana hapa kwetu. Na huko Baraka ni kwamba mganga msimamizi wa kituo cha afya cha Fizi Alenga Mwene Batwale, mkaaji wa kata la Matata mjini Baraka, amebaki na majeraha makali mwilini baada ya kufyatuliwa risasi na watu wenye kushikilia silaha ambao bado hujulikana siku ya pili ya wiki tunayo bila saa 1 usiku.
Katika mazungumzo na Sibwa na Abdallah Mauridi, kapita wa kata la Matata, amesema kuwa yote yametokea pale ambapo mganga alikuwa ameketi ndani mwake huku mlango ukiwa wazi. Ghafla watu hao walifika na kuanza purushani nao. Katika hali hiyo ndipo walimfyatulia risasi 2 mwilini na kupeleka kwenye kituo cha afya kwa matibabu zaidi. Huyo mtu kweli alipigwa masasi, ilikuwa saa 1:30 ya usiku. Alikuwa nakutaniwa kwake iko nje, baadaye akajisikia aingie munyumba. Wakati iko pale kusalo, alisikia tu watoto wanakuja mbio. Asi papa bamwizi. Aliona tu mtu mwenye anavalia tu tennis civil na bunduki na kuanza kubishana naye mule mnyumba na akamupiga risasi masasi 2 kumwili. Ile saa baliingia vile kulikuwa kuna bakia wengine watu 2 nje. Wote walikuwa wanavalia tu kiraia. Ndiyo kama gisi aliniambia aliwahi kumutupia kiti ikasonga, kumutupia ule mwizi mule ndani. Labda anaweza kuangusha silaha chini juu bakokotane, lakini ule mwizi hakuangusha ile silaha, alikuwa tu makini na silaha yake. Ndiyo vitendo kama hivi viko vinapita kweli mkata zote na Matata. Maraporo tu unapeleka kila siku, ila tu tunaweza lomba tu ngazi zote za kiserikali ama za kuchunga usalama ya raia waimarishe kweli usalama, kwa sababu kama ikiendelea hivi kweli raia itateseka sana. Aksio ilipitika sasa ndani ya nyumba kusalo, watu wote habana ile uwezo wa kufanya malupango. Huko Uvira ni kwamba makundi yote ya wazalendo wa Kivu Kusini wanaojitolea kusaidia jeshi la serikali ya DRC kwa vita dhidi ya M23 wamepata hospitali ya kuwatunza bila malipo. Mengi zaidi na mchumba mkulima na Fatuma. Hospitali hiyo imepewa kwa jina la Uokovu, sio kwa wapiganaji tu bali na kwa wake zao pamoja na watoto. Ikiwa ni mwezi mzima sasa tangu wazo hilo kusukwa, sasa hospitali Uokovu imesimikwa rasmi Paruzozi mjini Uvira. Hospitali hiyo ilianzishwa naye Jenerali Akwila Ibongo Bendera, mmoja kati ya makamanda wa kizalendo. Akizungumza na vyombo vya habari hapa, anaeleza sababu za kuunda hospitali hiyo. Ndiyo, nimejisikia kufungua kituo cha afya kufatana, naona wazalendo ni watoto wanajitolea sana kwa nchi yao. Wazalendo wanajitolea sana, wanatia maisha yao hatarini, lakini wenyewe wanahangaikia, hakuna kuwasumbukia. Wanajitia mbele ya risasi, wanalala vibaya, wanakula vibaya. Lakini wakati nilifika kwenye hospitali general, nilikuta wazalendo ndani ya hospitali ni kama vile wa maibobo, wanatunzwa kama vile nyama. Mzalendo anakosa sabuni, mzalendo analala njaa, mzalendo anaumia. Angaliki wakati hajaumia unajitapa ni na wapambanaji, wakati anaumia inakuwa ni gharama ya jamaa yake, tunawatupilia ovyo. Njoo pale nilijisikia hapana, kama nitakuwa na $5, $10, mimi nafungua kituo cha afya juu ya matunzo ya wazalendo. Na wale wazalendo sio mzalendo peke yake, iwe mzalendo, mke wake, watoto wake, mimi nabeba gharama ya kila mzalendo kwa matunzo yao. Awe wanani, niko tayari nabeba mzigo wake. Mgonjwa wote huyo, awe mzalendo au FARDC, karibu kwenye kituo cha afya atapata matunzo ya bure. Tumetengeneza na Kinshasa inafurahi sana kwa hali ya kusema kama tunabeba mzigo wa kusaidia wazalendo kwa matibabu. Madaktari wawili pamoja na waganga wengine wa hapo imara hospitalini hapo kwa kuhudumia wagonjwa wao. Daktari Patrick Ukito ni mganga mkuu wa hospitali hiyo, anazungumza yafuatayo. Bon, depuis tunaanza iko deja hii 1 mois deja. 1 mois bako natunziwa, iko mupya. Haiko ya zamani, 1 mois deja. Batu bako natunziwa. Iko projet, j'espère que dans quelques temps itakuwa kitu moja kabambi. Aina gani ya wagonjwa wa kizalendo ambao mmeshapokea, ambao mshatrete? Bon, tunapokea banakuya na masasi. Hii nani ya Fortemel fanikiwa hapa nani Biriba. Bazalendo yetu walikuyaka hapa hivi, tunawatosha masasi kwa migulu, wengine walikuwa banapata masasi na pita kuminani yote tunatunza. Wengine watoto yao wako nakuya magonjwa malaria, magonjwa mingi tuko natunza, wabibi yao wako nakuya tuko natunza magonjwa ya mingi. Sisi wote tuko bazalendo, tunajitolea juu ya kutunza bandugu yetu bako napigania inzi. Ataenda kwa hospitali generale, batamwandikia ordonnance. Ataenda hivi kama ordonnance haiko kidonda naanza oza. General Bendere alikuya kwa hospitali generale, bialiona alikwazika. Kutoka yake njo alituitaita, asema watoto wako natunziwa mubaya. Mwetu fungula hospitali ya batoto, dawa kiyote, ordonnance yote munipatia yake. Basi lomba ordonnance. Madawa yote anauza, natuka anauza madawa yake ya kapasite kabisa iko hapa hivi.
Wazalendo wanaotunzwa hospitalini hapo wanashukuru vya kutosha kwa kufunguliwa kwa hospitali hiyo, kama anavyoeleza hapa mmoja wao aliyejereuliwa kwenye shamba ya vita. Sisi kama wazalendo tulikuwa tunaona kama vile tunaterekezwa hali yote ile, na tulikuwa tulisha kuwa DC. Wakati tunaenda mfuro kule tunapata matatizo, tunalumia, hatukuwa tunapata msaada yote ile. Lakini bado sasa tunaona kabisa huyu kamanda General Bendera anatukumbuka kabisa, kwa kuwa na sisi tunaanza tunziwa. Kama mimi hapa nilikuwa na matatizo nilianguka Mwambiskad, ngao watu wanakomante virefu, lakini kufatana na matunzo naendelea kupata. Namshukuru sana General Bendera pamoja na huyu Dr. Okito Patrick ambaye anaendelea kunitibu. Baba wa journaliste, hii sio safari ya kwanza naumia. Fasi ambapo napelekwa na hapa leo kwenye leo nafikishwa, naona hii ni hospitali kabisa. Kwa kuwa naona msiku 3 beki niliterekeza, naanza tembea, najisikia bien, naanza nyanyua mgongo mwenyewe polepole, kujipeleka chooni, kujipeleka bafuni kwenda kuoga. Na vile kabisa naona hii ni hospitali, tena ni hospitali kubwa kabisa. Hii hatua ya General Bendera kuleta hii hospitali inanifanya nikaze moyo. Na sisi wazalendo tunajisikia kabisa tu kazi sasa juhudi kwa kutumika, kwa kuwa na sisi tunakuwa na wako tushughulikia, kwa kuwa tulikuwa tulitupiwa, na hivi tunakuwa na mtu kabisa mwenye nasia anakuwa nyuma yetu. Kama wazalendo tunajisikia kabisa sisi tuko nguvu. Asante sana. Hospitali hiyo ilianza Mulongwe katika mtaa wa Munanira na kuhamia Ruzozi Kalondo baada ya kupanuka na kujitokeza kwa wagonjwa wengi. Wazalendo waishio na silaha wahitajika pia kuchangia kwa maendeleo ya hospitali hiyo kwa matibabu ya wapiganaji. Huko Fizi ni kwamba umeanzishwa mara tena mradi wa kupiganisha ugonjwa wa kipindupindu nalo shirika la Caritas NCA kwa ajili ya kusaidia raia wa tarafa Fizi na mji wa Baraka kwa mjumla. Katika mazungumzo nasi, mfanyakazi wa shirika la Caritas Bwana Shomari Bochwa Tresor ameanza kwanza kutambulisha mradi kwa raia ambao wanamsikiliza. Mwisho, Shomari Bochwa Tresor amesema endapo mtu anaona dalili za ugonjwa wa kipindupindu ni vema kujiharakisha kwenye kituo cha Caritas ili kupata matibabu. Ndio, kama nilifika leo kwenye kituo cha Radio Kivu, nilikia kuya kupresenter projet ambayo tuko hamo mu zone de santé yetu ya Fizi. Tuko na projet ambayo inapiganisha ugonjwa wa kipindupindu, tuko mu protection, atuko mu prise en charge. Projet yetu zaidi sana inalenga aire de santé 11 ambazo ni Kalunja, Baraka, Eta, Mwangaza, Mshimbake, tuko na Katanga, tuko na Malinde, tuko na Kazimia, tuko na Yungu, tuko na Mwayenga na Dine, usina Sevele. Njo aire de santé 11 ambazo tunatumika hii mradi yetu. Tuko na vituo vya kuweka dawa ambavyo tunavyo. Vituo hivyo ni vituo 13 ambavyo, lakini vituo vyetu sio kwamba vinatumika kwa aire de santé moja au mbili. Vituo hivi vinatumika mu aire de santé zote. Na labda nisiende mbali, ningetaka kusema kwamba kwa leo hivi huu mradi japokuwa unalenga aire de santé 11, lakini sio kwamba ni aire de santé 11 tu ambazo zitanufaika kwa mradi huu. Mradi huu utanufaika kwa aire de santé zote, kwa sababu tumepewa huo wazifa wa kutumika mu aire de santé zote za zone de santé yetu ya Fizi. Mradi huu umezaminiwa na Fonds Humanitaire ya RDC na anayetekeleza ni Caritas pamoja na NCA. Hivyo sisi kama shirika la Caritas tuko kwanza na hivyo vituo vya kuweka dawa, pia tuko na equipe kati. Equipe kati maana ni equipe ambayo yuko pale kwa kupiganisha pia huo ugonjwa, inatumika namna kama hivi. Hiyo equipe kati wakati inatokea ya kipindupindu, ikitokea mganga anaenda fanya ile investigation kwa mgonjwa, tunajua ile ilitoka fasi fulani, ile equipe inaenda fanya pale, inaenda fanya desinfection pamoja na sensibilisation kwa nyumba 10 pamoja na ile nyumba ya ule mwanga wa ugonjwa, ndio nyumba 11. Msikilizaji, huko Kinshasa ni kwamba swala mipango ya bunge wa mikoa azili ya gavana wa jimbo la Kivu Kusini linahitaji uangalizi wa karibu ili kuepuka kuvuruga zaidi, hali ambayo inaonekana ni ngumu. Amesema hayo waziri nchini ausikai na mawasiliano na vyombo vya habari, pia msemaji wa serikali nchini DRC wakati wa mahojiano na vyombo vya habari wiki tunayo. Huyu hapa ameeleza mengi waziri huyo, tumsikilize. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur. Kuhusu swala la mipango ya mabunge ya mkoa dhidi ya gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi,
kuna kumbusho muhimu unapaswa kufanywa. Hivi karibuni tulikuwa Bandundu katika mkutano wa magavana ambapo pia maspika wa mabunge ya mikoa walishirikishwa. Ujumbe wa kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa kutuhimiza kuhakikisha kuwa mabunge yetu ya mikoa yanakuwa na utulivu zaidi, kwa sababu jambo kuu linalozidi yote ni kurejesha amani pamoja na maendeleo, hasa kwa mikoa ambayo haijaathiriwa moja kwa moja. Kwa mkoa kama Kivu Kusini ambao unakabiliwa na hali ya vita tunayoijua, kuna haja kubwa ya utulivu. Hii inamaanisha kwamba bunge halipaswi kutekeleza udhibiti wa kiserikali, bali badala yake inapaswa kuimarisha ufanisi wake. Hilo lilikuwa pendekezo la Rais wa Jamhuri. Nilikuwepo ukumbini na kila mtu alikubaliana nalo. Sasa ikiwa kuna tatizo maalum, linaweza kushughulikiwa kwa njia nyingine ili kuepuka kuongeza ugumu au kuvuruga zaidi hali ambayo tayari ni ngumu, hasa ikizingatiwa kuwa bado kuna changamoto kubwa katika eneo la Uvira ambalo linahitaji uangalizi wa karibu, ikiwa ni pamoja na namna shughuli za kazi zinavyoendeshwa. Na kwingine ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya ipo katika mawasiliano na nchi za asili za wahamiaji waliofukuzwa waliowasili Kinshasa ili kuchunguza uwezekano wa kurejea kwao. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Shibe. Wakati hali ya sintofahamu, maswali na lawama ikiendelea kuongezeka, mjadala mkali haupungui katika mazingira ya kisiasa na kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mapokezi ya raia wa bara la kaskazini mwa Amerika waliofukuzwa kutoka Marekani. Hadi sasa, wakati kundi la kwanza la takriban wahamiaji 15 tayari linaishi Kinshasa, serikali inaendelea kutetea hatua hiyo huku ikisisitiza kuwa uwepo wao nchini ni wa muda mfupi tu. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu tarehe 27 Aprili, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alithibitisha msimamo wa mamlaka akisisitiza uwazi wa mchakato huo. Alifichua pia kuwa tayari mawasiliano yameanzishwa na baadhi ya nchi za asili za wahamiaji hao ili kuchunguza njia mbalimbali za kurejea kwao au suluhisho mbadala. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, wahamiaji hao wana vibali halali vya kuishi vinavyoendana na sheria za Kongo. Unachopaswa kujua ni kwamba watu hao kutoka nchi za kaskazini mwa Amerika waliowasili wana vibali halali vya kuishi. Na kupitia mashirika ya kimataifa yanayoshirikiana na serikali katika mchakato huu, tayari kuna mawasiliano na nchi zao husika. Inawezekana katika siku zijazo mawasiliano hayo yakikamilika tu, tutaweza kuwajulisha kuwa baadhi yao wamepata muafaka wa kurejea katika nchi zao za asili, kwani tangu mwanzo ilikuwa ni makazi ya muda, alisema Patrick Muyaya akijibu swali la wanahabari. Aliwataka wananchi kuepuka kueneza hofu katika jamii kwa sababu huu ni mpango uliopangwa kwa muda maalum na hatua zote zimechukuliwa kuhakikisha kuwa watu wote wanaowasili hawaleti matatizo ya kiusalama nchini humu. Kuhusu uwezekano wa kuwasili kwa raia wa Afghanistan walioko Qatar, msemaji huyo hakuthibitisha wala kukanusha taarifa hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wake wa mapokezi ya muda ya raia wa nchi za kaskazini mwa Amerika kutoka nchini Marekani. Tangazo hilo lilitolewa na serikali kupitia taarifa iliyochapishwa Ijumaa tarehe 17 Aprili mwaka 2026 ikieleza kuwa watu 15 waliwasili katika mji mkuu wa Kinshasa, ikiwa ni mwanzo wa utekelezaji wa mpango huo. Kutokana na unyeti wa suala hilo, limefikishwa pia katika bunge la taifa kupitia mipango miwili ya wabunge ambayo ni swali la dharura na swali lenye mjadala. Msikilizaji wangu mpenzi, ni hapo ndipo tumehitimisha taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao tutegea sikio na kutupa muda wako. Nikumbushe kwamba hii ni Fizi News 24 inayokujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.